Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi njema ya leo ambayo imempendeza sana kwamba atupatie. Sasa tumechelewa dakika chache pale kama dakika 4, lakini Mungu ni mwema, tunaendelea. Bwana Yesu apewe utukufu mwingi sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya mapambazuko ya leo, siku ya tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya kutupatia uhai tena na kutuweka juu ya uso wa nchi. Naomba nimshukuru Mungu alafu tuweze kuanza na kuendelea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili, huruma na rehema zako Bwana wangu. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi tena. Asante kwa neema yako ambayo imeendelea kuwa juu yetu Bwana. Asante kwa sababu ya pendo lako la pekee ambalo Bwana katika hilo pendo mfalme umeendelea kutulinda. Tunakushukuru sana Bwana kwa sababu ya kutupatia tena neema ya kuendelea kuwepo. Asante kwa pumzi ya uhai. Asante Bwana kwa uzima wako ndani yetu. Asante kwa afya ndani ya miili yetu Bwana. Baba, tunakushukuru sana Bwana kwa uwepo wako. Asante Mungu mtakatifu kwa sababu ya utukufu wako ambao umeendelea kutembea na sisi. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya kila mmoja, hata wale ambao inawezekana tufuatilie kutoka mbali. Bwana, wao pia ninakushukuru kwa ajili yao, kila mmoja Bwana mahali alipo, yuko nyumbani, yuko mahali popote pale Bwana, ninakushukuru kwa ajili yake. Yesu, ninaomba neema yako na iwe juu yetu tena Bwana Bwana kwa zaidi sana tena katika alfajiri ya leo, iwe ni kwa mafuriko katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwamba ukatamalaki katikati yetu mfalme Bwana, mahali tulipo Bwana, mahali mtu yote alipo Bwana, tulioko hapa na wale ambao wako huko mbali Bwana, wengine wako mbali sana ni mikoani, lakini Bwana wako mbele zako majira haya ya kutafuta uso wako tena Bwana alfajiri ya leo, ni mapambazuko ya ajabu, mapambazuko ya kizazi cha mtafutao, cha wanao kutafuta Bwana. Asante kwa sababu ni saa ya kuinua majitu ambayo Bwana yanashinda kiroho katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi ulimwengu aliye hai. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako mfalme Bwana, tukiomba neema yako na iwe na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Zaidi ya Bwana Roho Mtakatifu tunaomba mafunuo ya kipekee katika jina la Yesu ndani yetu, ukatupe Bwana kuyaelewa maneno yako zaidi na ile nia, makusudi, mpango na nia yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe neema ya kuelewa, ukatupe neema Mungu mtakatifu katika jina la Yesu. Roho wako mtakatifu akatuatamie, akaendelea kuzungumza nasi kwa viwango vya juu katika jina la Yesu. Namnyamazisha shetani mharibifu anaiba fahamu za watu wakati neno lako katika jina la Yesu. Linasambaratisha mipango yake, haina mamlaka kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba Bwana Yesu katamalaki katikati yetu Bwana. Roho yako mtakatifu akaendelea kuzungumza na sisi Bwana, ukazidi kutukuzwa katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo, jina lenye sifa nyingi, jina la ajabu lisilo na mfano, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunakuomba na kukuamini katika jina la Yesu, na kila mmoja aseme amen. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana. Naomba tuendelee pale mahali ambako tuliishia jana. Tunamshukuru Mungu, tulipata changamoto kidogo jana, lakini Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja na sisi katika ibada hii kwa njia ya mtandao. Mungu na kubariki sana, endelea kubarikiwa, endelea kuonekaniwa na Bwana, endelea kuinuliwa zaidi katika jina la Yesu. Tuendelee kufuatana katika utangulizi huu. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mwanzo, tumekuwa tunasoma hapo na tumekuwa tunaendelea na niseme kwamba kadri ambavyo Mungu anaendelea kutupa neema, anaendelea kufunua zaidi kwa undani, anaendelea kuyafunua maneno yake zaidi kwa undani, anaendelea kuachilia mafunuo ya kipekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Leo ninasikia moyoni mwangu kwamba tuzungumze zaidi kuhusiana na lile kusudi, tuzungumze zaidi kuhusiana na lile kusudi. Kwa hiyo tutaendelea kuangalia Roho Mtakatifu atatupeleka kilindini zaidi kwa utukufu wake katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Basi naomba tukaendelee na neno la Bwana. Tunasoma ile mstari wa 28 kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Usiogope kwamba inawezekana kama tumekaa hapa muda mrefu, lakini kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu anataka tuendelee kuona humo ndani. Anataka tuendelee kuona. Kwa hivyo naomba tuendelee kufuatana. Kumbuka ujumbe mkuu ni nia ya Kristo. Tuko kwenye utangulizi hapa. Kwa nini mwanadamu aliumbwa hivyo alivyo? Aliumbwa kwa nini? Kusudi na kila kitu ndio tunaingia. Roho Mtakatifu anatupeleka leo kwa kina zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi, na kama ilivyoandikwa na kwa jina la Yesu ndio ninasoma. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha,
katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa Mungu akatengeneza alipomuumba mtu, Biblia inasema akambarikia. Alipowabarikia akawaambia, maana hapo anasema kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 27. 28 ndio anasema akawabarikia. Baada ya kuwa ameshawaumba, Biblia inasema akawabarikia. Alipowabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke. Hii ni kusema nini? Alitengeneza mfumo wa reproduction ndani yao, mfumo wa kuzaliana akauweka ndani ya miili yao, ili kwamba watakuwa wanazaliana wakiendelea. Mungu akatengeneza hivyo, kwa hiyo akawabarikia. Jana nilisema kwamba wengine wao wanadhani kwamba dhambi aliyofanya Adamu na Hawa ambayo Biblia inasema walikula tunda kwa maneno ya Mungu, neno la Mungu linasema hivyo. Lakini kuna watu wengine wamekuwa nageuza, wanasema hapana, alizini. Sasa nataka ujue kwamba Adamu na Hawa hawakuwahi kuzini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alishawabarikia. After creation aliwabariki. Biblia inasema he blessed them, akamwambia just go and tolerate, nendeni mkazane, mkizana muongezeke. Mnapoongezeka endeleeni kuitiisha nchi. Alafu anasema na kuitiisha maana yake ni kuitawala, iwe chini ya mamlaka yenu, iwe chini ya uwezo wenu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu sio tu Adamu aliyepewa kutawala, no, hata na uzao wake ambao ni wewe na mimi, wote sisi tumepewa kutawala. Sio kazi ambayo alipewa Adamu na Mungu ndio kazi ambayo na sisi tumefanya nini? Tumepewa. Biblia inaeleza vizuri kwenye mstari wa 26b, anasema kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Ili weje anasema, anaanza kwa kusema kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa nini anasema ili wakatawale? Ili haipo, lakini ni kama ipo. Yaani wakatawale nini? Samaki wa baharini. Akazungumza ile maeneo yote matano. Kwa sababu ya kuumbwa hivyo ulivyo, sababu ya sura yako kuwa hivyo, sababu ya muonekano wa mtu kuwa hivi, ni kwa sababu aliwepo kwa kazi maalum. Amewepo kwa kazi maalum. Mungu amemuweka kwa kazi maalum kabisa. Na kazi hiyo ni nini? Ni kuwa chini yake. Yaani baada ya Mungu, yaani kwenye uumbaji ule ambao unaonekana kama nilivyokwisha kueleza, Mungu alimweka mwanadamu kuwa top. Kwa hiyo baada ya Mungu, kwenye habari ya uumbaji unaoonekana kwa maana ya dunia, baada ya Mungu anayefuata ni mwanadamu. Kwa hiyo kama ingekuwa kuna wanaopaswa kuwa responsible, yaani baada ya Mungu ni mwanadamu ndiye anayefuata kwa vyeo. Basi kama tungesema vyeo, anayefuata ni nani? Ni mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ndio maana anapoendelea kusema, anapowabarikia anamwambia, mkizaana mkiongezeka, itisheni nchi, jazeni nchi, lakini muitiishi. Maana kazi ni ile ile inaendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba mwanadamu aliumbwa ni sio kwa ajili ya kwake, aliumbwa kwa ajili ya Mungu, ili afanye kile ambacho Mungu anataka. Naomba nirudie kidogo kile ambacho tulizungumza jana, ya kwamba Biblia inasema hiyo akawabarikia. Nilitoa mfano jana nikasema hivi, ni kama mtu ambaye ameajiriwa. Mtu yoyote ambaye ameajiriwa kwenye kampuni yoyote, ameajiriwa kwenye kampuni yoyote, huyo mtu ameajiriwa kwa faida ya kampuni, sio kwa faida yake. Hakuna hata siku moja kampuni ambayo inamwajiri mtu kwa faida ya mwenye kuajiriwa. No, faida inakuwa ni ya mwenye kuajiri. Siku zote mtu anapokuajiri, amekuajiri kwa faida yake. Sasa faida ambayo unaizalisha kwa wingi, unavyoizalisha kwa wingi, ndio inakuangukia mwisho wa mwezi kidogo. Tone mojawapo linakuangukia katika ile faida nyingi uliyomzalishia bosi, uliozalisha kwenye kampuni, ndio kidogo mwisho wa mwezi inakuangukia. Lakini faida kubwa umezalisha ni kwa kampuni. So siku zote unaishi kuizalishia kampuni, siku zote unaishi kwa faida ya kampuni, unaishi kwa faida ya kampuni. Na kwa nini hasa inakubidi uwe hard working, uwe hard workers, uwe hard worker mzuri, uwe unafanya kazi kwa bidii, mfanya kazi wa bidii. Wewe unafanya kazi kwa bidii kwa sababu gani? Kadri unavyofanya kazi kwa bidii ni kwa ajili ya usalama wa ajira yako. Si tu kwa sababu ya usalama wa ajira yako, lakini kwa ajili yako wewe na uzao wako, wewe na familia yako. Unapofanya kazi, unafanya sio kwa ajili, unafanya kazi kwa bidii ili kampuni ifaidike. Inapofaidika kampuni, ndio na familia yako itafaidika. Kama kampuni haijafaidika, ni kwamba hufai kuwa mfanyakazi wa kampuni. Na kama hufai kuwa mfanyakazi wa kampuni, kusema nini? Hata kwa familia yako kuna shida, maana kipato hakitakuwepo.
Asifiwe Mwokozi Yesu. Iko hivi, unapoajiriwa unaajiriwa kwa faida ya nini? Ya kampuni. Hauajiriwi kwa faida ya kwako. No, hakuna kampuni inayoajiri mtu kwa faida ya huyo mwenye kuajiriwa, ni kwa faida ya kampuni, na unazalisha faida nyingi. Ndio katika ile faida kubwa unaozalisha, tone kidogo linakuangukia mwisho wa mwezi. Unaweza kuwa tunabaki pale unashangilia, lakini faida uliozalisha ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfumo tu wa kawaida kabisa. Hata mimi mwenyewe nimewahi kuajiriwa. Ni mfumo wa kawaida kabisa. Au unazalisha faida kubwa, unazalisha milioni 5 au unazalisha milioni 8, unazalisha milioni 10, unazalisha milioni 2 kwa mwezi, unakuja kupewa 800,000. Umezalisha milioni 2 unapewa 800,000. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu unaishi kwa faida ya nini? Ya kampuni. Sikia, kama umeajiriwa na serikali, naomba usikie vizuri. Kama ni mwajiriwa wa serikali, umeajiriwa kwa ajili ya wananchi. Umeajiriwa kwa faida ya nchi. Umeajiriwa kwa faida ya wananchi. Haujaajiriwa pale kwa ajili yako. No, umeajiriwa, hujawekwa kwenye hiyo ofisi kwa ajili yako. Umewekwa kwenye hiyo ofisi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wananchi. Uko hapo kwa ajili ya wananchi. Waajiri wako ni wananchi. Mshahara wako unatokana na kodi ya wananchi. Mshahara wako ni kodi ya wananchi. Kwa unapokaa pale, si ungefanya nini? Bado unakaa pale. Kama kuna gari unaendesha kodi za wananchi. Kwa hiyo kwenye kuendesha, hakikisha wananchi wanafaidika. Umewekwa pale kwa ajili ya nini? Kwa faida ya wananchi, sio kwa faida yako. Oka pale, usikae pale ukiona kama hapa mimi ndio mimi. Wewe umewekwa kwa ajili ya serikali. Umewekwa kwa ajili ya mwenye kukuajiri. Na mwenye kukuajiri ni nani? Kimsingi si huyo aliyekuteua. No, kimsingi mwajiri wako ni nani? Ni mwananchi anayefanya nini? Anayelipa kodi yake hiyo kidogo. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo muhimu kujua nafasi ulionayo ni dhamana tu umepewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kama ni dhamana umepewa, jua kuna siku utadaiwa. Nataka ujue leo katika jina la Yesu ya kwamba unapokuwa umeajiriwa kwa faida ya nini? Kwa faida ya kampuni. Na kama umeajiriwa kwa ajili ya faida ya kampuni, unataka kuhakikisha kwamba kampuni inafanya nini? Inafaidika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. The way kampuni inakosa kufaidika ni the way unaweka watoto wako hatarini, kwa sababu ugali unaowaleteaga ni kama utapotea. Yaani kama kadri unavyoendelea kulegea ni kwamba unahatarisha. Kadri unavyoendelea kulegea unahatarisha watoto wako. Kadri ambavyo unafanya kazi kwa bidii, kadri ambavyo bosi anafurahia, kadri ambavyo kampuni inafaidika, ndivyo na watoto wako wanafanya nini? Wanavyofaidika. Kama kampuni haifaidiki, ndivyo na watoto wako wanavyokuwa kwenye hatari. Yesu atusaidie sana. Ndivyo na wanavyokuwa kwenye hatari. Kwa sababu gani? Tayari kuna kitu yaani kuna hatari ya kibarua hapa kitakuwa, kwa sababu umewekwa kwa ajili ya kampuni, sio kwa ajili yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe umewekwa kwa ajili ya Mungu. Hakuna mwanadamu ambaye ameumbwa kwa ajili yake yeye. Kila mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya Mungu. Hivyo ulivyo umeumbwa kwa ajili ya Mungu. Ubaba fulani ni baadaye, umama fulani ni baadaye, lakini kimsingi faida inatakiwa iwe ni ya Mungu. Sikia nikwambie, ndio maana unaona unadamka asubuhi, unakomboroka asubuhi, unakimbia kombora, unaenda wapi? Unaenda kwenye ajira. Unapoenda kwenye ajira ni kusema unakimbia ni kwa ajili si tu ni kwa ajili ya kampuni kwanza. Kampuni inapopata ndipo na wewe unapata na familia yako. Kadri kampuni inavyokosa ndivyo na wewe unavyokosa na familia yako. Kwa nini? Umewekwa kwa ajili ya kampuni, si kwa ajili yako. Unawaya asubuhi na the way unakuwa mbali, unavyokuwa mvivu kwenye kazi, ndivyo ambavyo unahatarisha kibarua chako, unahatarisha na familia yako kupata kipato. Yesu atusaidie sana. Kama ambavyo ilivyo hivyo, ndivyo na kwa mwanadamu ilivyo. Mungu amekuweka, ameniweka, ametuweka kwa ajili ya nini? Kwa ajili yake mwenyewe. Tunapaswa kuishi kwa ajili ya Mungu. Kabla ya mambo yote, kwanza yeye afaidike na kuishi kwetu. Pumzi iliyoko ndani yetu ni mali yake, na kila kitu ni mali yake. Huu mwili ameofomu yeye, ametengeneza hivyo ulivyo. Damu inasukumwa na pampu inaitwa moyo. Utasikia siku na nini, haijaunganishiwa stima hii.
haijaunganishiwa stima, haina generator na ina push down, inaendelea kusukuma, inaendelea kwa Mungu amekuweka hivyo ni kwa ajili yake. Remember my brother, iko filter inaitwa figo, inafanya kazi ndani yako, not for you, inafanya kazi kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kuumbwa kwako, umeumbwa kwa ajili ya Mungu, nimeumbwa kwa ajili ya Mungu. So duniani kote, miaka yote, napaswa kuhakikisha kwamba Mungu anafaidika kwanza. Anapofaidika Mungu, ndipo na familia yangu inafaidika, ndipo na familia yangu inakuwa salama, ndipo na afya yangu inakuwa salama. Yaani sikia, huo mwili uliovaa haujauvaa usiufurahie. Huo mwili haujauvaa, anapaswa kufurahia mwili ni Mungu kwanza, wewe utaufurahia baadaye. Ndio maana unapofanya kazi, kampuni inafaidika kwanza, wewe ndio ukapata mshahara baadaye, watoto wako wale kwanza kule. Lakini watoto wa bosi wanaanza kula kwanza, kwa sababu unazalisha faida kwa ajili yake. Kama unapata kuelewa hiki kitu katika jina la Yesu, natamani uelewe. Sikia, unapokuwa umeajiriwa, unachohakikisha ni kampuni ifaidike kwanza. Na wewe unajua ni kanuni ya kawaida. Ndio, ni kanuni. Si ndio mpendwa? Ni kanuni ya kawaida. Kanuni ya kawaida kabisa. Kwamba yani unaumbwa, yani wewe unapofanya kazi kwenye ile kampuni, unafanya kazi ili kampuni ifaidike. Wewe watoto wa bosi wanapata kwanza, wewe ndio wako wanapata baadaye. Kwa nini? Kwa sababu umewekwa na kampuni kwa ajili ya kampuni. Sikiliza, tumeumbwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Kabla hatujaishi, yani kabla hujaishi kwa ajili ya watoto wako, kabla ya watoto wako Mungu kwanza, kabla ya ndoa yako Mungu kwanza, samahani, kabla ya mkeo Mungu kwanza, kabla ya mumeo Mungu kwanza, kabla ya yote Mungu kwanza, Yesu kwanza, kabla ya kila kitu. Kabla ya vyote Yesu kwanza. That's why tuko hapa kutafuta uso wa Mungu. Tunamhitajia, ndiye hitaji letu. Maana kimsingi sisi tunaishi kwa sababu yeye yupo, ametuweka. Sikia, tunaendelea tunaendelea kufanya kazi kwenye kampuni kwa sababu bosi hajatufukuza kazi. Tunaendelea kuwepo kwa sababu ya Mungu aliyetuweka. Ndio tunaendelea kuwepo. Nisikilize mwanadamu, na ujue hili kwamba haukuwekwa kwa ajili yako, haukuumbwa hivyo ulivyo kwa ajili yako. Hiyo hipsi si kwa ajili yako, hiyo hipsi ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo macho ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sikia, hiyo akili unayoona mingi uko nayo ni kwa ajili ya Mungu. Bahati mbaya sana tunapofanya tofauti. Kwa hiyo ni kusema nini? The way unakuwa mbali, unakuwa mzembe kwenye ajira, ni the way unahatarisha kipato chako. Ni the way unahatarisha kula kwako. Ni the way unahatarisha kuvaa kwako. Unahatarisha kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu uliwekwa kwa ajili ya kampuni. Hayo tumewekwa kwa ajili ya Mungu. Na kama tumewekwa kwa ajili ya Mungu, nisikilize. Kama tumewekwa kwa ajili ya Mungu, maana tuishi kwanza kwa ajili ya Mungu. Mambo mengine yote yafuate. Naomba unisikilize vizuri. Kabla ya kuwa mama fulani, umeumbwa kwa ajili ya Mungu kwanza. Hakuna mtu aliyeumbwa awe baba fulani. Hakuna mwanaume aliyeumbwa awe baba fulani. Hakuna mwanamke aliyeumbwa awe mama fulani. Maana anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sio ile awe baba fulani, sio ile awe mama fulani. Kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Alafu sura 28 baada ya kuomba ndio akawabarikia akamwambia wazani. Kwa hiyo ni baada, hiyo ni ziada. Hiyo inafuata baadaye. Na Mungu akupe neema. Acha kuona kama watoto wako ni muhimu zaidi kuliko Mungu. Mungu akupe neema. Kabla ya watoto wako Mungu kwanza. Kabla ya kitu kingine chochote Mungu kwanza, apate nafasi ya kukutawala. Apate nafasi ya kukufurahia. Mungu akikufurahia kwanza yeye. Yeye akisha kufurahia, haya mambo mengine yote yatatokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wewe cha kwanza kabisa Mungu akufurahie, afurahie kwamba uko duniani. Anapoangalia, anapokutazama, asisikie kujuta, asikie kufurahi kwamba Bwana yupo, kwamba yuko mtu, kwamba niko na mtoto pale, niko na mtu niliyemuumba. Afurahie kwanza. Yeye akishafurahia, yeye atailinda familia yako. Naomba unisikilize. Nilisema tutaangalia kwa undani kidogo kuhusu kusudi. Kama tumewekwa kwa ajili ya Mungu, ni kusema hivi, na tunaendelea na huu mfano wa ajira. Ulivyoajiriwa pale, naomba unisikilize vizuri. Ulivyoajiriwa pale, samahani sana, wanadamu wako ambao wako namna hiyo, ni ukweli.
kwamba inawezekana hata huyo dada uliyemuoa amekukubali just because anajua wewe ni mfanyakazi, unafanya kazi UN, anajua amekukubali kwa sababu wewe ni umeajiriwa mahali fulani, au wewe ni mfanya biashara wa namna fulani, anajua. Hii ikapelekea akakubali kuolewa na wewe. Kama isingekuwa hivyo, pengine asingekubali. Dada mmoja aliwahi kuniambia, sasa nitaolewaje na mtu ambaye hana chanzo cha kipato? Kwa hiyo kama hana chanzo cha kipato hawezi kunioa. Nikamwambia sawa. Kwa upande mmoja ni kama yuko sawa. Naomba unisikilize vizuri. Huyo mtu amekukubali, inawezekana kwa sababu hiyo kazi unayofanya. Na hata kama pengine wewe hajakuambia au hujui, lakini inawezekana ni hivyo tu. Na hata kuambia, lakini inawezekana ni hivyo tu. So, ninachotaka ufahamu ni nini? Elewa. Ili wewe mwenyewe unajua. Mtu mmoja alikuwa anaona kama kazi itaisha, ni kama atafukuzwa kazi. Akaanza kuniambia, sasa bwana, sasa watoto wangu watakula nini? Watasomaje? Akaanza kuorodhesha nini mahitaji yake mengi ambayo anategemea kutoka kwenye ajira yake. Sikia. Nataka ujue hivi. Kusudi la kuumbwa kwako. Listen to me very careful. Sababu ya Mungu kumuumba. Nitoe mfano wa Adamu. Sasa Adamu alipoumbwa, kile kitendo cha kuumbwa kwa ajili ya kutawala, sikiliza vizuri, ndicho ile neno kutawala ndilo lililopelekea ile kazi ya kutawala, kusimamia uumbaji wa Mungu, ndio uliopelekea Mungu aamue kumuumba Hawa kwa ajili ya kumsaidia Adamu. Listen very careful. Yes, narudia tena. Lile neno kwamba wakatawale samaki wa baharini na vinginevyo, ndio iliyopelekea Mungu akamfanyia Adamu msaidizi anaitwa Hawa, ambaye Adamu anakuja kumuita ambaye ni mwanamke sasa, lakini Adamu anakuja kumuita mwanamke na anakuja kumuita Hawa, Adamu mwenyewe. Ndio sababu ya Mungu kumuumba Hawa kwa ajili ya kumsaidia nani? Adamu. Anamsaidia nini? Kazi aliyompa ya kusimamia uumbaji, na si vinginevyo. Semani, sio kumsaidia hisia zake za mwili, sio kumsaidia kutuliza hisia za mwili, no. Ndio maana kama unaoa kwa sababu ya tamaa ya mwili, au unaolewa kwa sababu ya tamaa ya mwili, utakuwa umefeli mahali fulani. Kwa sababu kama ni maalum kwa ajili ya hisia za mwili, umefeli. Kimsingi hakuumbwa au utakiwi kuwa naye kwa sababu ya hisia za mwili. Haji kumsaidia Adamu hisia za mwili, haji kumsaidia, anakuja kumsaidia kazi ambayo Adamu alipewa na Mungu. So mke unaoa anakusaidia kusudi la Mungu duniani kwa pamoja niyatimize. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ile sababu ya kwamba wakatawale ndio iliyopelekea Adamu akapewa utashi, ukapewa kuwa hivyo ulivyo, tukapewa kuwa hivi tulivyo. Hiyo ni sababu ya pili. Na sababu nyingine ndicho kilichopelekea Mungu akatengeneza mahali panapoitwa Edeni, akamweka nani? Adamu na Hawa. Kwa nini? Kwa sababu yuko na kusudi. Ndio maana alipoliacha kusudi aliondolewa Edeni. Ukiacha kuishi kwa faida ya kampuni, utafukuzwa kazi. Kusudi la Mungu duniani ukiliishi kama lilivyo, ndio limebeba aina ya mke au mume utakayeolewa naye au utakayeoa. Ndio limebeba mke utakayeoa au mume utakayeolewa naye. Kusudi la Mungu duniani unavyoliishi ndio limebeba aina ya maisha yako, mali unazohitaji na kila kitu ambacho unapaswa kupata kimebebwa na kusudi. Sema kusudi unalobeba
linaweza kuamua tunasema kwa kiwango gani na ni kwa kiwango gani ile elimu itakufaidisha. Kusudi la Mungu ndio limebeba maisha yetu. So kadri mtu anavyokuwa mbali na kusudi, ndivyo anavyokuwa mbali na maisha yake mwenyewe. Ngoja niseme tena. Nasema hivi, kadri mtu anavyokuwa mbali na kusudi la Mungu, ndivyo anavyokuwa mbali na maisha yake. Ndivyo ilivyo. Unavyoharibu kwenye kampuni, unavyoharibu kwenye ajira yako, ndivyo ambavyo hata watoto wako inawezekana ukashindwa kuwalipia ada. Yesu na atusaidie sana. Yesu na atusaidie sana. Muda wetu umeenda. Naomba tuishie hapo kwa leo. Tukapata nafasi ya kuomba. Tukapata nafasi ya kuomba mbele za Bwana asubuhi ya leo. Elewa, mwanadamu ameumbwa afanye au aishi kwa ajili ya Mungu. Kwa hajawahi kutengenezwa hata siku moja mwanadamu kwamba aishi atakavyo au aishi nje ya uwepo wa Mungu. Hicho kitu hakipo. Kama nitaenda mbele za Bwana tukaombe Mungu. Mungu atupe neema sana. Tunahitaji Mungu atujaze neema yake. Atujaze Roho wake Mtakatifu ndani yetu. Mungu aendelee kujidhihirisha kwetu katika jina la Yesu. Tunahitaji kuendelea kuomba katika hili. Tunaendelea kuomba katika hili. Maisha yetu yote yamewekwa hapo kwenye kukaa na Mungu. Naomba tuende mbele za Mungu tukapate kuomba alfajiri ya leo katika haya mapambazuko ya ajabu sana. Mapambazuko yaliyojaa neema. Katika jina la Yesu, Mungu akupe neema. Siku yako iwe ya pekee sana leo iliyojaa neema ya Mungu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante sana kwa sababu ya neema yako tena Bwana katika alfajiri ya leo. Asante sana kwa sababu ya vile ambavyo umezungumza na sisi. Umesema nasi kipekee. Bwana Yesu, asante sana kwa vile ambavyo umezungumza na sisi ya Bwana. Nalihimidiwe jina lako takatifu. Nalibarikiwe jina lako ya Bwana mabwana. Baba, katika jina lenye nguvu la Yesu, asante kwa sababu umeendelea kutufunulia, umeendelea kujifunua ndani yetu ya Bwana. Umeendelea kudhihirisha makusudi yako, umeendelea kuweka mafunuo ya pekee mno katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu, Mwokozi, mfalme, mwamba na nguvu zetu, nimekuja mbele zako Bwana katika wakati huu Bwana alfajiri ya leo. Jehova, tukiomba Bwana wangu na baba yangu kwamba Jehova Mungu mtakatifu, tumeendelea kukuelewa, umeendelea kuzungumza na tumeendelea kuelewa kwamba kumbe umetuumba kwa ajili yako Baba. Nasi tumekuja kwako Bwana katika alfajiri ya leo. Tunaomba Bwana ukafanya jambo jipya ndani yetu, mfalme wa amani. Ukafanya kitu kipya ndani yetu Bwana. Ukafanye kitu kipya ndani yetu Bwana mabwana. Mungu mtakatifu Jehova, ukatie mahali patakatifu palipoinuka. Baba yangu na Mungu wangu, tunaomba Bwana ukafanye kitu kipya ndani yetu. Bwana, ndani ya watoto wako ambao wengine wanatufuatilia kwa njia ya mtandao. Yesu, tunaomba Bwana ukafanye kitu kipya. Ukafanya jambo jipya Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Jehova Mungu mtakatifu, Bwana wangu, ukafanya jambo jipya Bwana wangu na baba. Ukafanya jambo jipya Bwana mabwana. Baba, katika jina la Yesu tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu kwa namna ya ajabu, kwa viwango vya juu zaidi Bwana wangu. Neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu, ikaendelee kuwa juu yetu kwa wingi Bwana. Neema yako mfalme wa amani na iendelee kuwa juu yetu na juu ya kila mmoja Bwana ambaye tuko pamoja katika ibada hii mfalme asubuhi ya leo Bwana mabwana. Hata kama yuko mbali ni kwa njia ya mtandao, lakini Yesu naomba neema yako na iwe pamoja naye Bwana mahali alipo. Tunaomba ujazo wa neema yako Bwana zaidi juu ya maisha yetu mfano wa amani. Baba, tunahitaji neema yako zaidi katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, tunahitaji neema yako mfano wa amani. Bwana, ikaendelee kumiminika juu yetu, ikaendelee kuongezeka juu yetu kwa jina lenye nguvu la Yesu Mwokozi aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba kwamba neema yako Bwana na iendelee kuwa juu yetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu,
Mungu wangu na Baba, tunakusihi Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana, tuko mbele zako. Fanya jambo jipya alfajiri ya leo, fanya jambo jipya ndani yetu Bwana Yesu, ukafanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe neema Bwana ya kuishi sasa na makusudi yako. Tupe Bwana kukupendeza, tupe kuishi kwa ajili yako mfalme wa amani. Baba, tukaishi kwa ajili yako Bwana katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Baba, ukatupe kuishi kwa ajili yako, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana Yesu, ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako, kuishi kwa faida yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, utupe neema ya Bwana, tuishi kwa ajili yako mfalme, tuishi Bwana kwa faida yako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tumejua ya kwamba tuko hivi tulivyo, tunaweza kuongea, tunaweza kufanya kila kitu Bwana, sisi ni watu, sio kwa sababu nyingine, sio kwa sababu tulizaliwa na baba zetu na mama zetu, no, na kwa sababu tutengeneza hivyo. Ndio makusudi yako, ndio mpango wako, ndio madhumuni yako Bwana. Baba, ukatupe neema kuishi kwa ajili yako katika dunia hii mfalme wetu. Bwana wangu na baba yangu, tupe neema kuishi kwa ajili yako Bwana, tukaishi kwa faida yako mfalme wetu, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Bwana wangu. Baba, tunakuomba ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako, tuishi kwa faida yako mfalme, kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tupe kuishi kwa faida yako, tupe kuishi kwa ajili yako, utupe kuishi Bwana tukikupendeza, tukikufurahisha wewe, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi mfalme Bwana, mwamba na nguvu zetu Jehova. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana mabwana, tunaomba neema yako Jehova na iwe juu yetu Bwana. Fanya matengenezo ndani yetu, fanya matengenezo ndani ya wanaume na wanawake Bwana, tukaishi kwa ajili yako mfalme, tuishi Bwana kwa faida yako Bwana. Bwana mabwana, umezungumza nasi kwa mfano wa ajira. Yesu, tunakuomba utupe neema katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, ukatupe kukuishi wewe, ukatupe kuishi kwa ajili yako Bwana. Baba, tukaishi kwa faida yako, tukaishi Bwana kwa ajili yako. Yesu, ukatukuzwe, Yesu ukainuliwe, Yesu ukasifiwe kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani. Bwana, tuziishi tunavyotaka. Bwana wangu na baba yangu, tumejua ya kwamba umetuweka kwa ajili yako. Yesu, tupe neema ya Bwana ya kuishi kwa ajili yako mfalme. Bwana wangu, ukatuwezeshe na kutusaidia, ukatupe neema ya kuishi kwa ajili yako Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, na kuomba utupe neema ya Bwana, neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Bwana, asubuhi ya leo tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu mfalme, kwa jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi wa ulimwengu Bwana mabwana, Mungu uketie patakatifu sana Jehova, tunakuomba Bwana ukatupe neema tuishi kwa ajili yako Bwana mabwana, tuishi kwa makusudi yako, tuishi ndani ya makusudi yako Bwana, tuishi na mpango wako, tuishi Bwana vile unavyotaka, kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana wangu na baba yangu ukafanya jambo jipya mfalme. Bwana wangu, tuwezeshe pale mahali ambako inawezekana, inashindikana ndani yetu, kwa akili, kwa nguvu Bwana, tunaomba ukatuwezeshe kwa mkono wako Baba, ukatuwezeshe Bwana. Baba, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu mfalme. Tunaomba Bwana kujaa Roho, tujae Roho wako Mtakatifu Bwana ndani yetu. Baba, tukajae na kumiminika Roho wako Mtakatifu ndani yetu Bwana, akamiminike ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Mungu Mtakatifu ya kwamba neema yako tunaijae ndani yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wangu, nakuomba sana ya kwamba Jehova Mungu Mtakatifu Bwana, Mungu wangu, nakuomba tujaze Roho wako Mtakatifu ndani yetu Bwana. Tutawezaje peke yetu Bwana wangu? Tunahitaji kupata mwongozo kutoka kwako Bwana wangu. Tunaupataje? Tunamhitaji Roho wako Mtakatifu ndani yetu Baba, ukatujaze Baba, tukajae Roho wako, tukae Bwana vile utakavyo, tujae kabisa Bwana kwa neema yako. Roho wako Mtakatifu akatujaze, hata nguvu yako Bwana iwe ndani yetu Jehova, ukawe dhahiri ndani yetu Bwana. Bwana, mioyo yetu inakuonesha huku wewe, mioyo tunakuonea kiu Bwana, mioyo tunakuonea kiu mfalme. Baba yangu na Mungu wangu, wewe tunakuonesha huko, wewe tunakuonea kiu Bwana, katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, nakuomba Bwana wangu katutengeneze Jehova. Tunaomba makusudi yako, tunaomba nia yako, tunaomba mpango wako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu, ukatupe kukuishia wewe, ukatupe kuishi kwa ajili yako, kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu Jehova, ninakuomba sana
Bwana Mungu mtakatifu Jehova, ninaomba sana neema yako Bwana Yesu, tunakusihi ukatujaze Roho wako Mtakatifu, hata nguvu yako ikawe ndani yetu Bwana, kwa dhahiri kabisa, kwa namna ya pekee, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Bwana wangu nakuomba hata Roho wako Mtakatifu akatujaze alfajiri ya leo Mfalme. Bwana wangu tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, tunaomba kujaa Roho, tunaomba nguvu zako Bwana ziwe dhahiri ndani yetu, hata uweza wako Bwana ukawe wazi ndani yetu. Bwana wangu nakuomba ukadhihirike ndani yetu, nakuomba Bwana ukaonekane katikati yetu kwa jina la Yesu. Baba ninakusifu Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, ya kwamba Jehova tunaomba Bwana Mungu mtakatifu ukatende jambo jipya katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu ya kwamba Bwana mabwana Jehova Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu tunaomba neema yako Mfalme na iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana ukatujaze Roho wako Mtakatifu Jehova. Bwana mabwana, tukajae Roho wako Mtakatifu, nguvu zako Bwana zikatende kazi ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba neema yako Jehova. Bwana Mungu mtakatifu, Baba yetu, tumerudi kwako Mfalme. Bwana wangu, kama ulivyotuagiza unaposema nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, na mimi nitawarudia ninyi. Nasi tumerudi Bwana, tumerudi kwako Mfalme wetu. Bwana wangu tunakuomba ukatujaze tena Mfalme, tunaomba ukatujaze tena Bwana katika jina la Yesu. Acha uwezo wako na nguvu zako ziwe dhahiri ndani yetu. Roho wako Mtakatifu na katende kazi ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu hai Bwana Yesu, katujaze kwa Roho wako Mtakatifu. Bwana, wala tusiwe watu wa kawaida, lakini neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Neema yako na iwe juu yetu, tusiwe viumbe tuwe Bwana, tusiwe watu tuwe Bwana, lakini Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, Roho wako Mtakatifu nawe ndani yetu Bwana, ukatamalaki ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neema yako na iwe juu yetu, uwezo wako na uwe dhahiri ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana wangu, wacha tushuhudie ya kwamba unafanya kazi ndani yetu kwa namna hii ya pekee katika jina la Yesu. Bwana wangu nakuomba ndani yetu Bwana. Bwana wangu nakuomba ukatengeneze jambo jipya kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakuomba sana Bwana katika jina la Yesu ya kwamba Bwana wangu katende Yesu, ukatamalaki kipekee katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Bwana wangu nakuomba Mungu mtakatifu Bwana kwamba ukadhihirike kipekee katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu, ninakushukuru sana kwa matendo yako makubwa na ya ajabu katika jina lenye nguvu na takatifu mno la Yesu Kristo, Bwana mwamba mwokozi na nguvu zetu. Yesu, tunakuhitaji wewe Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuomba Baba, ndani yetu ukafanye makao, ndani yetu Bwana ufanye makao, ndani yetu ukae Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Sana ahadi ya neno lako Bwana, na kwamba ndani yetu utakaa. Bwana wangu na Mungu wangu, nakuomba Baba ufanye makao yako ndani yetu. Mwenye unasema ya kwamba mtu akinipenda hata nishike neno langu, kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari 23. Unasema mtu akinipenda hata nishika neno langu. Unasema na Baba yangu naye atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu Jehova, ninakuomba Mungu mtakatifu kwamba Bwana wangu ukatende. Yesu, nakuomba Bwana ukadhihirike kwa namna ya pekee ndani yetu Bwana. Yesu, tukuone. Yesu, tukushuhudie. Uwezo wako Bwana uwe pamoja nasi katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa wema wako Baba, asante kwa nguvu zako Baba, asante kwa nguvu zako. Jaza hata walioko majumbani wakati wewe Bwana wakifuatilia kwa njia ya mtandao, naomba wakapokee hiyo neema na kipawa cha Roho Mtakatifu ndani yao. Bwana, wakapokee hiyo neema na kipawa cha Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Uwezo wako Bwana ukawe ndani yao Yesu, ukitenda kazi kipekee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninakusihi kwamba Bwana wa Bwana ukadhihirike ndani yetu Bwana, katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba wakati wote tukaombee. Nenda kaombe kwa ajili ya mahitaji yako, na kama
unaweza kutuma, tutumie kwenye hiyo namba. Tutumie kwenye hiyo namba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Wako ambao wanaomba kwa ajili ya watoto wao katika jina lenye nguvu la Yesu. Bwana asante kwa ajili ya yule ambaye ametuma hitaji la watoto wake. Ninamuombea Henry, ninamuombea Roni, na ninamuombea pamoja na Rogers katika jina la Yesu. Hawa watatu Bwana, naombea maana Mungu mtakatifu Bwana, mzazi wao amewasilisha yale maombi ya Bwana, ile hitaji katika madhabahu yako Mfalme. Nami nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, hakuleta kwetu, ameleta kwako. Hakuleta kwangu, ameleta kwako. Mfalme wa utukufu, nami ninakuomba Bwana, nakuomba ukadhihirike kwao kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nakuomba Bwana wangu na Baba yangu, dhihirika kwa wale watoto, dhihirika kwa mtoto Henry, dhihirika Bwana kwa Ronnie, dhihirika kwa Rogers katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Naomba neema yako na iwe juu ya watoto wale, na iwe juu ya watoto wale kwa jina la Yesu. Naomba Bwana ukawalinde, naomba Bwana ukawatunze, naomba Bwana wakalinde mikononi mwako katika jina la Yesu. Naomba watoto wetu Bwana, Baba, wengine wako mashuleni, shule za boys, wengine Bwana wako shule tu ambazo ni za day. Yesu naomba Bwana ukae pamoja nao wanapoendelea kwenda shule na kuendelea kusoma. Yesu wape kuongezeka kwa hekima Bwana, wape kuongezeka kwa maarifa, wape kuongezeka katika kukupenda na kukuishi wewe kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunaombea watoto wanaozaliwa, tunakemea roho zote zile za dhambi ndani yao, tunazikemea zile roho za dhambi, za uovu, roho za uharibifu ndani yao. Wale watoto wanaoendelea kukua kwa jina la Yesu, naomba Bwana ukawalinde, naomba watunze mikononi mwako Bwana, wakakupendeze wewe kwa jina la Yesu. Naombea vijana kwa jina la Yesu, naomba Bwana Yesu, inua kizazi ambacho kinautafuta uso wako, kizazi ambacho kina kiu na wewe katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Yesu naomba Bwana ukaonekane, naomba ukadhihirike, naomba Bwana Yesu ukadhihirike kipekee kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana tunakuomba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako Mfalme wetu katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana wangu ukatamalaki sana. Bwana ukatenda leo makusudi yako kwa namna ya pekee ndani yetu Bwana, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, naomba kwa ajili ya wale ambao wako wagonjwa, Baba ninakusihi kwamba ukawaguse Bwana mahali popote walipo. Bwana, aina yote ya ugonjwa ambayo inawasumbua, Yesu najua unaweza kuponya. Naomba Bwana ukawaguse kwa mkono wako. Yesu naomba ukaguse Baba, ukagange hiyo miili yao, ganga hiyo miili yao Mfalme, ponya kabisa kila ugonjwa uliowapata, ugonjwa wote uliowapata. Yesu tunakuomba kuanzia leo wasiteswe tena magonjwa yanayoitwa sugu. Toka, una mamlaka, toka, haribika, una mamlaka. Uvamizi wa shetani kwa namna yote ile, toka, haribika. Uvamizi kwa nguvu za giza, nguvu za giza zilizomvamia yule mtu, pigwa kwa jina la Yesu, haribiwa, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto. Roho zote za kurithi, roho za mizimu zinazomfuatilia, waka moto, ripuka leo, ripuka leo, haribiwa kwa jina la Yesu. Tunakuharibu, tunakata hiyo mizizi kwa jina la Yesu. Una mamlaka, toka, una mamlaka, toka hiyo nguvu za majini Maimuna, majini ya kila namna, majini mahaba, toka, haribika kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu nakuomba Bwana, waliofungwa na vifungo mbalimbali ukawafungue, vifungo kwenye matumbo ya uzazi, vifungo kwenye uchumi, toka, una mamlaka, achia leo, waka moto, waka moto, waka moto, waka moto, ripuka, haribika, haribika, una mamlaka, toka kwa jina la Yesu. Baba nakuomba walinde watu wako Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako Mfalme. Bwana wangu naomba ukawalinde wenye matatizo kwenye mifupa, wenye matatizo kwenye mishipa ya fahamu Bwana Yesu, wenye matatizo kwenye spinal cords, Yesu naomba Bwana ukawaguse, ponya kwa jina la Yesu. Maana hakuna ambacho huwezi kufanya katika jina la Yesu. Wewe ambaye uko mgonjwa mahali popote pale ulipo, naomba uamini katika Kristo sasa, na katika jina la Yesu, kwa mamlaka niliyopewa, atamka uzima kwa jina la Yesu, kuanzia kwenye utosi wa kichwa mpaka kwenye nyayo za miguu, kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, nasema kwa jina la Yesu, wherever you are, wherever you are, wherever you are, popote pale ulipo, kwa jina la Yesu, Roho pana kuomba, touch in the name of Jesus. Naomba Bwana ukaponye kabisa huo mwili katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema yako katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, ninakushukuru
kwa pendo lako, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo. Bwana, na kuomba Bwana ukawabariki watu wako wale wenye changamoto za uchumi, wainue ya Bwana Yesu, wape kufanikiwa, wape kuendelea kwa jina la Yesu. Wape kibali kwenye biashara zao, wape kuongezeka kiuchumi, wape kukua na kuongezeka kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na kuomba Bwana ukadhirika katika maisha yao, ukajitukuze Bwana Yesu. Asante kwa sababu ya majira haya. Naomba Bwana watu wako wanapoondoka majumbani alfajiri hii katika haya mapambazuko kwa ajili ya kuelekea kwenye majukumu yao ya kawaida ya kila siku ambayo umewapa, Roho wa Bwana ninakuomba Bwana Yesu kawatetee. Wengine wanatoka nyumbani alfajiri ya leo, wanaenda mahakamani, wana kesi inayowasumbua. Yesu, naomba ingilia kati. Wengine ni kwamba wameonewa, wananyang'anywa mali zao, wanajaribu kutetea. Mungu wa haki, Yesu wa haki, naomba ingilia kati, ukawapigania kwenye zile kesi, wape kushinda kwa jina la Yesu. Naomba Baba ukaonekania. Acha leo ikajulikane ya kwamba uko Mungu unayefanya, uko Mungu unayeokoa, ambaye haitegemei wingi wa vita, haitegemei wingi wa vifaa vya vita. Wanataja magari wengine, wanataja farasi wengine, wanataja upanga, wanataja vyeo. Sisi tunalitaja jina lako Bwana. Wale wametoa rushwa, huyu mtu wako hana rushwa, hana hela ya kuopa, na hata angekuwa nayo hawezi kutoa rushwa. Naomba mtetee kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa neema yako katika jina la Yesu. Bwana akupe neema kwa Mungu. Mungu akubariki sana. Nikutakie kuendelea kuzuri. Nikutakie baraka nyingi za Kristo. Nikutakie kuendelea salama katika jina la Yesu. Kesho Bwana akitupa neema tutaendelea tena. Tunaendelea kuangalia maeneo mbalimbali, mambo mbalimbali ambayo Roho Mtakatifu anaendelea kutufunulia. Mungu akubariki sana. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya neema yako. Asubuhi ya leo watu wako Bwana wakalindwa na kutunzwa. Wanaotumia vyombo vya usafiri kwenda makazini, wanaenda kwa miguu, Yesu wote ukawalinde. Naomba Bwana wakafike salama na kurejea nyumbani salama. Lakini kwenye ofisi zao tunatangaza amani kwa jina la Yesu kusema na Mungu aliye hai. Baba, asante. Ule mshauri wa ajabu katika jina la Yesu kusema na Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki.